Hello wapendwa wangu, habari ya wakati huu, karibu sana. Naitwa Tabibu Royce, karibu sana wapendwa mtazamaji katika channel yetu pendwa. Na nilipigiwa simu na dada mmoja. Huyu dada alikuwa ni manager wa taasisi fulani. Aliota katika ndoto kwamba ananyolewa nywele zake zote zimenyolewa. Sasa akapuuza ile ndoto, akaona labda ni kitu cha kawaida tu na hakujali kwa sababu dada msomi, ni manager wa kampuni fulani. Lakini baada ya wiki moja yule dada akatolewa kwenye cheo chake cha umeneja, yani akashushwa cheo. Kwa mpendwa mtazamaji, wakati mwingine Mungu au universe huwa inaongea na sisi katika ndoto, na usijaribu kabisa kupuuza ndoto yoyote ile. Ukiota ndoto nzuri, nilishaelekeza jinsi ya kufanya ili itokee haraka, na ukiota ndoto yote mbaya, nilishaelekeza jinsi ya kufanya ili ule ubaya usikukute, labda tu kama kwa mapenzi ya Mungu. Lakini kwa zaidi ya miaka mitatu nimekuwa nikifundisha remedy katika YouTube. Watu wengi wanaofuata mafundisho yangu wanafanikiwa kwa 100%. Na ikikataa remedy fulani, fuata nyingine. Ukiona remedy zote zimegoma, ni Mungu anataka aonyeshe utukufu wake. Kwa hiyo either ufunge dua ya novena, ama ufunge siku 40, ama ufunge siku 21, kama sasa hivi tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na Kwaresma. Kwa mifungo kama hii inafanya unakuwa karibu na Mungu, na Mungu anajibu hitaji lako. Ukiona umeshindikana katika dawa zote. Turudi katika point yenyewe. Kunyolewa nywele katika ndoto ni utukufu wako umeondolewa, nyota yako imeharibiwa. Unaelewa? Utukufu, nywele ni utukufu. Unapoota nywele zimenyolewa, ama mwingine haoti, unaamka asubuhi unakuta nywele sehemu fulani zimekatwa. Ama mwingine ulichana nywele, aidha ulichana saruni ama nyumbani kwako ama popote, ama ulinyoa, halafu mtu akachukua zile nywele akaenda kuchukua nyota yako. Labda wewe nyota yako ni kubwa, ni mtu mkubwa, una pesa, kwa sababu kumbuka kitu kizuri kinafuatwa na vitu vingi, kinafuatwa na watu wengi, wazuri kwa wabaya. Kwa hiyo wewe unapokuwa katika viwango vya juu vya mafanikio, vya utajiri, vya kupendwa, lazima kuna watu wanataka hicho cheo ulicho nacho. Kwa ndicho kilichomkuta huyo dada, aliota katika ndoto ananyolewa. Sasa unapoota katika ndoto unanyolewa, ama ukaamka asubuhi ukakuta kweli umenyolewa, ama ukaona ulikuwa na kazi nzuri, biashara nzuri, tayari unaanza kupata misukosuko, watu wanakuchukia, jua tu kwamba utukufu wako umeondolewa. Sasa utatakiwa, ukitokea ukaota ama ukaamka umenyolewa, fanya haraka kitendo kabla ile ndoto haijatimia. Kumbuka, unapoota ndoto hiyo tayari katika universe imeshaumbwa. Kwa hiyo inasubiria tu majira yake na wakati wake itokee. Inaweza katokea ndani ya siku 7, inaweza katokea siku hiyo hiyo, inaweza katokea ndani ya mwaka mmoja, hata kama itachelewa, lakini kama ulishaiota tayari imeshaumbwa, itatokea. Sasa kitokea kaamka umeota ndoto umenyolewa nywele, chukua tunda la nazi. Wanafundisha sana jinsi ya kurudisha nyota. Natumia vitu vingi sana, lakini leo nitafundisha jinsi ya tunda la nazi. Kwa hiyo utakachotakiwa kufanya, utaamka asubuhi, nyoa hizo nywele zote. Nyoa kabisa, bakisha kipara. Ukishanyoa nywele, chukua tunda la nazi. Muombe Mwenyezi Mungu kwa dini yako yoyote. Katika channel hii, mpendwa mtazamaji, hatubagui dini ya mtu. Kwa dini yako yoyote, kila kitu kilichoumbwa duniani kimeumbwa na Mungu, kitusaidie na ukitumie kwa mema, kwa wema, kwa ajili ya faida yako mwenyewe. Kwa hiyo utachukua tunda la nazi, utalipasua, alafu iwe nazi nzima ambayo sio unachukua nazi ambayo imeshapasuka tayari kule. Hapana, chukua tunda zima kama hili, halijapasuka popote. Utalipasua wewe mwenyewe katikati. Weka maji yake kwenye chombo ama kwenye bakuli. Halafu mwambie Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi, uliyeniumba mimi, tazama nimeota utukufu wangu umeondolewa, heshima yangu, mamlaka yangu, madaraka yangu, nimeota nywele zangu zimenyolewa. Na kwamba Mwenyezi Mungu kwa nguvu ya tunda la nazi, haijulikani maji yake yaliingiaje ndani, ukapata kuniondolea hii laana, huu mkosi unaokuja mbele yangu. Chukua yale maji, nawa kichwa chote, na usijifute na taulo. Yaache yakaukie kichwani, na siku ya pili na siku ya tatu, na kuhakikishia kwa nguvu za ulimwengu hautaweza kushushwa cheo, wala kuharibiwa utukufu wako, wala kuharibiwa biashara yako, wala kudhalilika.
Unasema uko sehemu ambayo huwezi kupata tunda la nazi, kuna watu labda wako nje ya Afrika, basi jitahidi utumie chumvi ya mawe na mkojo wako mwenyewe. Utaangalia video huko nilishafundisha. Lakini ukitaka kuharibu hiyo ndoto haraka, utukufu wako urudi haraka sana, unapoota tu, amka asubuhi, cha kwanza tafuta ile tunda la nazi, pasua maji yake, mjimwagie kichwa chote, nyoa hizo nywele zote. Vinginevyo ukipuuza hii ndoto, kitakachofuata lolote linaweza katokea. Utafukuzwa kazi, utashushwa cheo, utadharaulika, utadhalilishwa, kwa sababu tayari ni kitu kimetokea katika universe. Na Mungu amekuonyesha katika ndoto kwamba kuna hiki kinakuja. Kwa hiyo usipuuze kitu chochote. Mungu na malaika wake huwa wanaongea na sisi kupitia ndoto. Na ndio maana wanafundisha sana kufungua lango la ndoto. Usipuuze ndoto. Basi mpendo wangu, leo ninaishia hapa. Kumladhi kidogo. Leo ninaishia hapa, nikukumbusha kwamba simu zangu ziko wazi kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Kwa saa za Afrika Mashariki, saa 2 asubuhi huwa nafungua simu mpaka saa 12 jioni. Na kusihi sana usinitumie voice note. Ni bora unipigie simu ama uandike message. Na usiandike message mambo, hi, hell, andika message moja tu, elezea tatizo lako. Nitaijibu. Ninatibu magonjwa sugu mbalimbali. Na tuna dawa nzuri sana hii mpendwa mtazamaji, kwa wewe ambao unahangaika na mvuto. Ukiwa na hii dawa hakuna mtu atakuloga wala sio kuchukua utukufu wako au ukanyolewa nywele. Ukiwa na hii dawa hakuna mtu anaweza kufanya kitu chochote. Ni ulinzi. KKK, Triple K, dawa ya siri kabisa mpendwa mtazamaji. Dawa hii itafanya uwe na mvuto, upendwa na kila mtu. Hakuna mtu yote atafikiria kuchukia. Dawa hii inavuta pesa. Kama una biashara, mpango ya pesa, unakuwa unaichoma kila siku asubuhi. Na nilifundisha video moja, unatakiwa usiku kabla ya kulala na uya maji ya mdalasini na usugue mikono yako. Afu asubuhi amka uchome hii dawa. Inavuta pesa kwa kiwango cha juu. Yaani wanaweza kuwa uko nyumbani, watu wanakupigia simu, wanakutafuta wenyewe. Pesa zinakutafuta ulipo. Triple K hii. Dawa hii inamvuta hata mtu aliyeko mbali. Unataka kwenda kupanga mpango na mtu. Lakini pia dawa hii ni ulinzi na utapendwa na kila mtu. Hakuna mtu atakuja kukuonea. Hii dawa Triple K ukijipaka hata ungetembea saa 8 usiku, hakuna mtu anaweza kufanya kitu. Na mtu anaweza kaja labda pengine ana hasira na chuki na wewe, lakini ukishajipaka tu hii dawa katika mafuta ya nazi, akikuona hivi hawezi kufanya chochote. Ule ujasiri unatoweka. Hawezi kufanya kitu chochote. Triple K, KKK inapatikana kwa Tabibu Royce peke yake, na lazima nikutumie mimi mwenyewe. Bwana mtazamaji, lakini pia ninatibu magonjwa sugu mbalimbali. Ninatibu vidonda vya tumbo kwa muda wa wiki 2, utapona, utakula kila chakula. Tumbo kujaa gesi, kiungulia, vidonda vya tumbo, tatizo la kufunga choo, na kutibu kwa wiki 2 unapona kabisa. Tunazo dawa kwa ajili ya matatizo yote ya kizazi. Uvimbe katika mfuko wa kizazi, dawa yenye uwezo wa kuondoa uvimbe wa sentimita 7 ndani ya mwezi mmoja. Uvimbe wa matiti, unaona matiti yako yamevimba vimba, inawezekana pia ni dalili ya kansa au mastitis. Unatumia dozi yangu kwa muda wa wiki 4 unapona. PID sugu, UTI sugu, magonjwa yote ya zinaa, kuziba kwa mirija, na kutibu kwa 100% unapona. Na tunazo dawa pia kwa ajili ya kushusha pressure. Kama unajua pressure na kusumbua sana, dawa ina uwezo wa kutoa pressure kutoka hata 250 mpaka 120 ndani ya siku 30. Inakaa normal. Na wagonjwa wa pressure, epuka sana kula vyakula vya wanga, carbohydrates hizo. Epuka kabisa wakati unatumia dawa yangu. Na yule mpendwa mtazamaji, vyakula vya wanga vinapandisha pressure haraka sana. Lakini pia kama pressure imeshaleta madhara, moyo umepanuka, umepigwa stroke, tunakutibu dozi kwa muda wa miezi 2. Ni vizuri mgonjwa huyu awe na watu wa kumsimamia kunywa dawa. Dawa zina nguvu sana. Na unapochukua dawa zangu nikumbusha kuniuliza kwamba una vidonda vya tumbo. Dawa zangu hazipatana na vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ninakutibu kwanza vidonda vya tumbo kwa muda wa wiki 2. Wiki ya 3 ndio unaanza kutumia dawa. Tunazo dawa pia kwa ajili ya kushusha sukari. Sukari hata ingekuwa juu inasoma 30 kwa vipimo vya hapa kwetu, ndani ya mwezi mmoja itafika 4.5. Inashuka, inakaa kawaida, na utaanza kuona matokeo ndani ya siku 3. Nitakubadilishia diet kidogo kwa mwezi mmoja, itashuka, itakaa kawaida kabisa. Tunazo dawa pia kwa ajili ya magonjwa yote ya ngozi. Magonjwa yote ya ngozi, dawa za magonjwa ya njia za hewa, asma sugu, kikohozi sugu,
pneumonia, mafua sugu, allergy, unatumia dozi yetu kwa muda wa wiki 3 unapona. Tunao dawa pia kwa ajili ya matezi ya koo, tonsils, ile kuvimba vimba kwa matezi ya koo. Wakati mwingine watu wanaovuta sana sigara pia wana shida sana ya kuvimba koo, ama unajikuta una kansa ya koo, anatumia dozi yangu kwa muda wa mwezi mmoja, anapona kabisa. Tunao dawa pia kwa ajili ya kusafisha figo, ini na bandama. Tunazo dawa hii dozi ya mwezi mmoja. Tunao dawa kwa ajili ya mifupa, magoti, mgongo na maungio, dozi ya wiki 3. Tunao dawa kwa ajili ya macho kishindwa kuona mbali au karibu, allergy ya macho yanawasha sana na vinyama hivi vinavyoota hapa kwa jicho leupe kuelekea jicho jeusi, dozi ya mwezi mmoja. Tunao dawa kwa ajili ya kifafa na degedege, dozi ya mwezi mmoja. Tunao dawa kwa ajili ya nguvu za kiume, dozi ya bawasiri, vinyama vinavyoota kuzunguka njia ya haja kubwa, dozi ya wiki 2 tu, unapona. Na hivi inasababishwa na watu wanaokaa sana muda mrefu, wafanyakazi wa maofisini ama madereva. Wakati mwingine hata wagonjwa wenye kinga za mwili zinazoshuka wanapata sana pia bawasiri, na kutibu kwa wiki 2 unapona. Kwa hiyo unapokuwa na kazi ya ukaa muda mrefu ofisini, jitahidi at least ushuke, utembee kwa saa nzima, uzunguke baada ya kazi. Magonjwa yote ya mfumo wa damu, tunazo dawa kwa ajili ya magonjwa ya kinywa na meno, dozi ya wiki 1. Tunao dawa kwa ajili ya masikio, watu walioathirika na madawa kulevya, bangi, nini, lakini huyu awe na mtu wa kumsimamia kunywa dawa, dozi ya mwezi 1. Tunao dawa ya mvuto KKK, hiyo niliyokuonyesha. Ipo dawa ya rimbwata pia. Na mara nyingi mpenzi anapoanza kukusumbua, hebu jiangalie wewe, unatumia dawa za mvuto kusafisha nyota? Unaweza kukuta pengine anakuchukia kwa sababu wewe mwili wako una mvuto. Kwa hiyo unapotoa limbwata ya kumtuliza mpenzi, lazima na wewe usafishe nyota, uwe na mvuto, akikuona fly. Na pia ipo dawa ya kuharibu limbwata. Umempa mtu limbwata, unamnyanyasa, ama unaona ndugu yako ama rafiki yako ananyanyasika, ama wewe mwenyewe unapigwa matukio yani mpaka unaumia moyo, tunaiharibu limbwata aliyokupa. Ni dozi ya siku 7 tu. Naitwa Tabibu Royce, naamini katika sheria ya nguvu za asili na sheria ya nguvu za ulimwengu. Amini kuwa akili yako ni sawa na sumaku. Kile unachowaza ukakitamka kwa ulimi unaumba, halafu ukafanya kitendo cha imani, ni lazima kitokee. Kwa watu wa TikTok, YouTube, tafadhali wasiliana na mimi kwa namba yangu ya WhatsApp. Wakati mwingine line ya kawaida inakuwa busy sana, nitumie hata message WhatsApp, nitaiona. Na kusihi sana usinitumie voice, andika message moja tu. Na tunatuma dawa duniani kote. Ndani ya Tanzania utapokea dawa ndani ya siku 2, nje ya Tanzania utapokea dawa ndani ya siku 7. Tunapata changamoto kidogo kwa nchi za Ulaya, wakati mwingine zinakaguliwa sana, lakini kama uko Ulaya, angalia kama kuna kampuni ya DHL, ndege za DHL, kidogo hakuna usumbufu sana. Basi mpendwa mtazamaji, Mungu akubariki sana. Usahau kulike, share na kusubscribe katika channel yetu. Bye.